sayansi hawezi kufundisha darasani asitumie mifano ya uhalisia ambayo inatokea katika taifa letu. Sasa katika kufanya hivyo, kutoa mifano, unajikuta kwamba walimu wamekuwa wakiwindwa. Wakati mwingine kunakuwa una ufuatiliaji wa siri. Watu wanaingia vyuo vikuu kwa ajili ya kufuatilia mienendo, walimu wanafundisha nini madarasani, kitu ambacho kinakwenda kuua uhuru wa taaluma na kuzoofisha ubora wa elimu katika taifa letu. Hata hivyo, pamoja na uwepo wa uhuru wa kitaaluma, si upendeleo binafsi wa taaluma, ni rasilimali ya umma inayowezesha vyuo vikuu kuchangia katika utawala wa kidemokrasia, uvumbuzi wa kisayansi, utungaji wa sera unaotegemea ushahidi, maanake wanafanya tafiti nyingi, na maendeleo endelevu ya kitaifa. Huwezi kuwa na taifa ambalo lina maendeleo endelevu au sera ambazo zimefanywa tafiti na maamuzi ambayo yanafanywa utafiti kama vyuo vikuu watakosa uhuru wa kuchambua na kutoa mwelekeo katika mambo ya kimsingi katika taifa letu. Pendekezo la UNESCO la mwaka 1997 kuhusu hadhi ya wafanyakazi na ufundishaji katika elimu za juu linatambua uhuru wa kufundisha na kujadiliana, kufanya kuchapisha utafiti, kutoa maoni kuhusu taasisi au mfumo wa elimu ya juu kwa uhuru dhidi ya udhibiti wa kitaasisi wa maudhui na kushiriki katika vyombo vya kitaaluma na vya kiwakilishi. Azimio la Dar es Salaam la mwaka 1990 kuhusu uhuru wa kitaaluma na wajibu wa kijamii, wanataaluma linaipa hoja hii msingi wa umoja wa Kitanzania. Ibara ya 14 ya azimio hilo inalinda haki ya wanajumuiya wa kitaaluma kufundisha, kufanya tafiti, kuandika, kujifunza, kubadilishana na kusambaza taarifa bila hofu ya kuingiliwa au kukandamizwa na serikali au mamlaka nyingine za umma. Ibara ya 18 na hadi ya 20 zinalinda haki ya kushiriki katika kuamua programu za kitaaluma, uhuru wa kufanya tafiti na uhuru wa kufundisha. Ibara ya 32 inaitaka serikali na mamlaka za umma kuheshimu haki hizo na kuchukua hatua dhidi ya ukiukwaji, na ibara ya 34 inalinda uhuru wa taasisi za elimu, kwa sababu uhuru wa kitaaluma pia unategemea na namna gani taasisi ziko huru. Taasisi zinapokosa uhuru wa kitaaluma, manake automatically hata walimu au wafanyakazi katika taasisi hizo na wenyewe wanakosa uhuru. Kwa hiyo uhuru wa kitaaluma tunaozungumzia ni wa kitaasisi, wa mtu mmoja, wa makundi pamoja na wanafunzi katika vyuo vyetu vya elimu hapa Tanzania. Hata hivyo, pamoja na uwepo wa azimio hili, wote ni mashahidi kuwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam miaka ya 2015 kurudi nyuma hadi wakati wa uongozi wa Mwalimu Nyerere kilikuwa ni kitovu cha maarifa, mijadala ya kitaifa, tafiti za kitaifa na chemchemi ya mabadiliko na mageuzi makubwa hapa nchini. Lakini hali ya sasa ya uhuru wa kitaaluma nchini umefifisha kabisa nafasi ya vyuo vikuu na wanazuoni katika kuchambua, kujadili, kukosoa, kufanya tafiti na kushauri taifa katika mambo makubwa yenye mustakabali wa kitaifa. Ninyi ni mashahidi kwamba chuo kikuu ndio kimefanya mabadiliko makubwa sana, kimesaidia nchi kufanya mabadiliko sana ya kisera na kisheria. Mijadala na mihadhara ilikuwa inafanyika chuo kikuu, na hata viongozi wakiwemo Mwalimu Nyerere walikuwa wakihudhuria chuo kikuu. Wote mtakumbuka the famous Nkrumah Hall pamoja na mambo mengine. Kwa hiyo maana yake ni nini? Lazima kama taifa tuanze kutafakari kwa nini sasa vyuo vikuu vyetu vinapoteza ile ladha ya kuwa chemchemu ya kuliongoza taifa, kulishauri taifa, kukemea yale mambo ambayo yanakwenda kinyume na misingi ya utawala bora na haki za binadamu. Kwa mujibu wa waraka wa UNESCO, kama nilivyosema, vyuo vikuu vina wajibu wa kuheshimu, kulinda na kuendeleza haki za binadamu sambamba na kuhifadhi uhuru wa kitaaluma. Pia vyuo vikuu vina wajibu unaokuwa wa kuheshimu haki za binadamu. Wajibu huo haupunguzi uhuru wa kitaaluma, unaimarisha kwa kuzitaka taasisi kuweka mifumo ya uongozi, sera na utamaduni wa kitaasisi unaolinda utafiti huru, utofauti wa mawazo na mijadala ya wazi. Wote mnafahamu mijadala ya wazi siku hizi katika vyuo vikuu umepotea kabisa. Kwa hiyo ulinzi wa uhuru wa kitaaluma ni wajibu wa wanataaluma, vyuo vikuu na serikali kwa ujumla. Vyuo vikuu kama Oxford, Cambridge, King's College London University, Chicago vimeweka sera na kanuni za kulinda uhuru wa kitaaluma na uhuru wa kujieleza kwa wafanyakazi wote na kwa taasisi zao. Kwa mfano,
Kwa mujibu wa chuo kikuu cha Chicago kuhusu uhuru wa kujieleza, Chicago Principles on Freedom of Expression, vyuo vikuu vinapaswa kuwa majukwaa ya mijadala huru ambapo mawazo na mitazamo mbalimbali inaweza kutolewa, kujadiliwa na kupingwa bila hofu na kudhibitiwa bila hofu ya kudhibitiwa au kunyamazishwa. Na ndio sehemu pekee ambayo mambo yatajadiliwa kwa ushahidi kisomi bila kutumia nguvu na kwa hoja zaidi. Kwa hiyo tunapofifisha mijadala katika vyuo vikuu au uhuru wa watu kutoa maoni katika mambo makubwa ya kitaifa, maana yake tunataka sasa watu waanze kutumia nguvu. Maana yake unapozuia akili isifanye kazi, maana yake unataka mwili na nguvu ndio utumie kazi zaidi. Mifano hiyo inaonyesha kwa namna gani vyuo vikuu lazima viweke mbinu na mikakati ya kwao ya kulinda uhuru wa kitaasisi na uhuru wa kitaaluma. Hali ya uhuru wa kitaaluma nchini Tanzania unatambuliwa kupitia Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususan katika kutoa maoni, kujieleza, ibara ya 18, pamoja na wajibu wa kiserikali kulinda haki ya elimu na maendeleo ya kisayansi kwa mujibu wa mikataba ya kikanda na kimataifa ambayo Tanzania imeridhia. Uhuru unawezesha wahadhiri, watafiti na wanafunzi kujifunza, kufundisha, kufanya tafiti, kuchapisha matokeo ya utafiti, kushiriki mijadala ya kitaaluma na kutoa maoni ya kitaaluma bila hofu ya uingiliaji usio halali. Hata hivyo, matukio ya hivi karibuni yanahusisha kukamatwa, kufungwa na kupewa mashtaka kwa baadhi ya wanataaluma yameibua wasiwasi kuhusu mazingira ya uhuru wa kitaaluma nchini na athari zake kwa ubora wa elimu ya juu na utafiti wa michango wa vyuo vikuu kwa maendeleo ya taifa. Usalama wa ajira kwa taasisi za elimu ni eneo lingine la msingi sana ambalo linapaswa kuzingatiwa. Tunafahamu kabisa kwamba usalama na uhuru wa taasisi ya elimu unategemea namna gani wafanyakazi au wahadhiri wanapatikana katika taasisi zao. Bahati mbaya wote mnafahamu katika awamu ya 5 tulibadilisha utaratibu wa kupata wahadhiri wetu vyuo vikuu kutoka vyuo vyenyewe kuajiri watu wao na kupeleka katika mfumo wa serikali wa kuajiri walimu wote katika vyuo vyetu. Kitendo hiki kimerudisha sana uhuru wa kitaaluma na uhuru wa kitaasisi katika elimu zetu katika vyuo vyetu hapa nchini, kwa sababu tayari hofu imejengeka miongoni mwa wanataaluma hawa kwamba ikionekana tu ni mkosoaji au ndani sana na mambo ya kiserikali, basi anaweza akahamishwa. Ni jambo la kawaida katika siku za karibuni kuona kwamba mwadhiri anatolewa chuo kikuu anapelekwa na kuwa mkoani kule kuwa katibu tawala au maeneo mengine, kitu ambacho ni kinyume kabisa na misingi ya uhuru wa taasisi za elimu huko nyuma, kwa sababu vyuo vikuu ndio vinajua kabisa namna na ubora wa walimu au wahadhiri wanaowahitaji. Kwa kuhamisha utaratibu wa kuajiri tayari ni taratibu iliyotumika kufifisha uhuru wa kitaaluma hapa nchini. Hiyo ni eneo moja tu ambalo limekandamiza uhuru wa kitaaluma hapa nchini. Lakini jambo lingine ni ujinaishaji wa mafundisho ya darasani na athari zake kwa uhuru wa kitaaluma. Tukiacha hilo swala la ajira, sasa ni kufanya kila kinachofanyika chuoni kionekane kwamba ni kosa la jinai. Hili nalo ni tishio kubwa ambalo kwa sasa tusipolikemea na silipofanyiwa kazi litakwenda kuleta madhara makubwa kwa taasisi zetu za elimu hapa nchini. Uwajibikaji, hata hivyo, uwajibikaji unapaswa kuzingatia kikamilifu misingi ya utawala wa sheria, kusikilizwa kwa viwango vya kimataifa na uhuru wa kitaaluma. Tunatambua kabisa kwamba hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria, hata wanataaluma. Mtu yoyote akikosa kwa makosa ya kijinai anapaswa kuchukuliwa hatua, lakini pale ambapo kuna ushahidi wa kutosha kwa kwamba kosa la jinai limetendeka, na ni lazima hilo lizingatiwe kwa kiwango kikubwa. Tunasikitishwa na wimbi la kuanza kutumia sheria za jinai kwa wanataaluma, hasa walimu wa sayansi, na pale wanapotumia matukio ya kijamii kama mifano hai wakati wa kufundisha, kwa sababu mwanazuoni lazima, hasa wanayefundisha masomo kama ya sheria, sayansi, kuna wakati lazima atatumia mifano hai wanapokuwa wanafundisha. Sasa kujinaisha au kucriminalize matendo yote ya wanafunzi au walimu shuleni
vioni ni kufifisha uhuru wa kitaaluma hapa nchini. Kwa mujibu wa kifungu cha 4 cha sheria ya kanuni za ugaidi, upande wa mashtaka unapaswa kuthibitisha kuwepo kwa kitendo cha tishio linalokatazwa na sheria pamoja na kusudi mahususi la kuwatia hofu wananchi, kulazimisha serikali au kuyumbisha taasisi za nchi. Hivyo mafundisho darasani, uchambuzi wa kitaaluma, mijadala ya kisheria au ukosoaji wa sera za umma haviwezi peke yake kuwa msingi wa mashtaka ya ugaidi, kwa sababu zile sheria za ugaidi ziko very clear. Lazima kuwe na kusudi mahususi la kuwatia watu hofu. Sasa mwalimu anapokuwa darasani anafundisha, anatoa mifano, haiwezi kuwa kwamba alikuwa anakusudia. Yaani lengo la makusudio ya kufanya makosa ya ugaidi haliwezi kuwepo. Kwa hiyo maana tunasisitiza kwamba ni muhimu makosa haya kabla ya kukamata mtu watu wajiridhishe kwamba yanaendana na misingi ile ambayo ipo au zile elements za makosa za jinai, kwa sababu kuna elements ambazo zinatakiwa ziwe zimekamilika kumshtaki mtu kwa makosa ya jinai. Kutafsiri au kutumia sheria kwa namna inayoweza kujidaiisha mafundisho darasani au criminalize mafundisho darasani kunaweza kuzalisha hofu miongoni mwa wanataaluma, kudhoofisha uhuru wa kitaaluma na kuathiri ubora wa elimu hapa nchini na tafiti na michango mingine ya vyuo vikuu kama maendeleo ya taifa. Tutarudisha nyuma kwa sababu walimu watakuwa na hofu kila wanachokifanya. Watakuwa wana hofu kwamba pengine inaweza kawa ni kosa la jinai, inaweza kawa ni ugaidi, inaweza kawa ni uhaini. Mwalimu anasimama darasani anatolea mfano halisi uliotokea katika nchi yetu, wanapofundisha wanafunzi, pengine kuna mtu ameingia pale darasani anafuatilia ufundishaji, anarekodi, alafu anakwenda kusema kwamba mwalimu amehamasisha ugaidi darasani. Ni kitu ambacho lazima kama Watanzania tunataka tulinde elimu yetu, tunataka tuheshimishe vyuo vyetu vya elimu Tanzania viendelee kuwa na uhuru wake wa kufanya kazi ya taaluma na kuzalisha maarifa. Ni lazima tuhakikishe kwamba masuala haya hayawezi kuingilia uhuru wa vyuo vikuu katika taifa letu. TLC inasisitiza kuwa uhuru wa kitaaluma hauzuii uwajibikaji wa jinai pale mtu anaposhiriki katika vitendo vinavyokiuka sheria. Hata hivyo, sheria za ugaidi zinapaswa kutumika kwa tahadhari kubwa ili zisigeuzwe kuwa chombo cha kuadhibu ufundishaji, cha kuadhibu ufundishaji, utafiti na mijadala ya kitaaluma au maoni ya ukosoaji ambayo yanalindwa na katiba. Kwa kuwa mashtaka ya ugaidi yanaambatana na madhara makubwa ya kiutaratibu, ikiwemo kunyimwa dhamana, upelelezi kutokamilika kwa wakati na uwezekano wa kuwekewa kizuizini kwa muda mrefu kabla ya kesi kuamuliwa, matumizi yake dhidi ya wahadhiri kwa sababu ya kauli au shughuli zao za kitaaluma yanaweza kuleta athari na kunyamazisha kwa jumuiya nzima za kitaaluma nchini. TLC inasisitiza kuwa kabla ya kutumia sheria kubwa za jinai zinazokosa dhamana au nyima dhamana kama sheria za kuzuia ugaidi, mamlaka zinapaswa kuhakikisha kuwa zinafanya upelelezi kabla ya mtuhumiwa kukamatwa, na sio mtuhumiwa kukamatwa ndio upelelezi ufanyike. Kwa sababu kwa kitendo cha kumkamata mtu na kumpa tuhuma za makosa mengine na baadaye kubadilisha, maana yake ni kwamba hakuna upelelezi uliofanyika, bali haya ni makosa ambayo pengine yale makosa tunayokuwa tunaita ya kubambikia watu. Kwa hiyo mwishoni sasa, kwa haraka madhara yanayotokana na swala kama hili katika uhuru wa taaluma ni hofu ya kuchunguzwa na kushtakiwa kijinai, kukamatwa kwa wahadhiri au kufunguliwa mashtaka ya kijinai kunaibua wasiwasi ndani ya jumuiya za kitaaluma. Nyinyi ni mashahidi kwa kitendo hiki vya hawa wanataaluma watatu kukamatwa, tayari hofu imetanda miongoni mwa wanazuoni hapa nchini. Kushikiliwa kwa muda mrefu, kubadilika kwa maelezo ya tuhuma kutoka tuhuma moja nyingine baada ya nyingine kunaweza kufanywa wengine waone kuwa ufundishaji, utafiti, ushiriki wa halali katika masuala ya umma unaweza kuwaweka katika athari. Athari hiyo haipimwi tu kwa idadi ya watu wanaokamatwa na kushtakiwa, hupimwa pia kwa tafiti ambazo hazitaanzishwa baada ya matukio kama haya, mihadhara ambayo